niko hapa kwa ziara ya siku 2 pamoja na mambo mengine, lakini tumekuja specifically kwa ajili ya kutembelea incubation hubs za innovation za startups za vijana, lakini vile vile kuzungumza na vijana wa startups. Ni startups ni vitu vigeni, ni vitu vyenye ubunifu. Lazima kuwe na kaubunifu, lazima kuwe na ugeni, kitu ambacho watu wengi wanakutana barabarani hapo kamuuliza startup nini, hawezi kupa majibu. Kwa wakiwa na sera yao ambao na wenyewe wametoa mchango wao, itasaidia. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni vijana hawa lazima tuwashike. Lazima waone serikali yao inawajali. Mheshimiwa Rais anawapenda sana. Ametuelekeza kuhakikisha tunatengeneza mazingira ya kuona kwamba zile bunifu zao zinafika kwenye matokeo. Na pale ambapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tutahitaji msaada wako, tutakuomba. Tunafahamu uwezo wako na nia yako na commitment yako kuhudumia wananchi wa mkoa wa Arusha. Tungependa kuona wananchi hao na wenyewe ambao wana kasema kwa special na wenyewe wanapata sana. Tunajua shughuli ikifika hapa imepata mwenyewe. Kwa pale ambapo tunahitaji maeneo ya wewe kusukuma, tutakuomba. Sisi vijana tuliopewa upendeleo na Mheshimiwa Rais tunapaswa kuonyesha mshikamano na kushirikiana kuhakikisha kwamba kazi yake inakuwa nyepesi kwa wananchi. Tafasiri ya upendo wake ni wananchi wake kupata huduma, na hasa vijana kama hawa almaarufu kama Gen Z wanapata nafasi ya kushare talent na potential walizonazo. Na nchi inapozitambua kama unavyofanya hivi, inaongezea morali ya kuendelea kufanya kazi. Tutakupa kila aina ya ushirikiano. Kwanza unatusaidia ni vijana wetu wa mkoa wetu, na hata jana tulikuwa na discussion nao, baadhi yao wanatamani kufanya mashindano ya kama kuna solution mbalimbali za kutumia teknolojia. Nikamwambia wajipange vizuri ili tuangalie namna gani tunaweza kushirikiana nao. Ikiwezekana fanya mkoa huu kama pilot study. Yaani kwenye yale mambo ya mgawanyo upe. Kwa sababu mkoa wa Arusha ni wajanja. Na huku sisi mtu pekee tunayempenda ndio anatuletea pesa. Yaani Mheshimiwa Jerry ni kwamba fahamu sisi huku siasa sio kipaumbele chetu. Maneno mengi si vurugu sio kipaumbele chetu. Sisi huku kwetu kipaumbele ni pesa. Mtu yeyote anayetengeneza mazingira ya wananchi kupata pesa, hata wananchi wenyewe na ndio maana unaona Daktari Samia kama kuna mkoa anapendwa ni Arusha. Iwe ni kwenye utalii, iwe ni kwenye michezo, sasa hivi uwanja anatujengea, iwe ni kwenye mambo ya mikutano, sasa hivi anatuletea ukumbi, anawekeza dola milioni 500. Ni ukumbi ambao utakuwa haukuna ukumbi mwingine Afrika Mashariki na Afrika Kati. Sasa wananchi kwa nini wasimpende? Kwa sababu anawaletea na kuwatengenezea mazingira anaowapatia kipato. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tutakuomba tu kwenye wizara yako pamoja na minara unaotujengea hii kuhakikisha kama wananchi wanapata mawasiliano. Kama kuna chochote kingine kianzia hapa Arusha. Yani tuletee tu na hatutakuangusha, tutahakikisha kwamba dunia itaelewa ya kwamba wizara inafanya kazi, na sehemu ya kufanya kazi ni Arusha. Wengine acha tuwape nafasi ya kupiga porojo, sisi tutengeneze pesa.